Habari ya saa hizi, ninakukaribisha wakati mwingine tuendelee kujifunza. Leo tangu asubuhi tumekuwa tukijifunza maarifa ya fedha, na kama nilivyoahidi, ifikapo wakati huu nitakuletea mafunzo zaidi kuhusu kipato, kuhusu fedha, kuhusu fedha. Kumbuka, kila siku ya Jumatano tunajifunza mada ya fedha, tunajifunza mada ya kipato. Kama umefuatilia teknolojia ambayo nimeizungumzia pale chini, ambayo inajengwa na herufi 5 KWLI, neno la kwanza ni K ambalo ni kipato, na kila Jumatano tunajifunza mada za kipato. Kwa hiyo kwa wale wasikilizaji wapya ambao bado hamjafahamu ama hampo kwenye kundi la mkufunzi, mnaweza kutuma namba zenu za WhatsApp kwenda namba 0786202202 ili na nyinyi muendelee kupata fursa ya kujifunza mada mbalimbali ambazo zinakuja kila siku katika kundi letu la mkufunzi. Kama nilivyosema, leo tumejifunza kuhusu kipato, na mada ya leo niliangazia sababu ambazo zinafanya watu wengine hawapati fedha. Ni kwa nini baadhi ya watu, sio watu wote, hawapati fedha, na nilikupitisha katika baadhi ya mambo ambayo utakuwa umeyasoma. Msingi wa somo hili ni kutaka kukujulisha kwamba unapotafuta fedha, ambao ni kiu ya wengi wetu, ni shauku ya kila mmoja wetu, anataka kupata fedha, anataka kupata fedha. Na vijana majenzi nao wakaja na kauli yao hapo nyuma, wakasema tafuta hela brother, tafuta hela brother. Kwa ukipiga maneno wanakuambia tu tafuta fedha brother. Kwa hiyo hii imejenga shauku kubwa sana kwenye jamii yetu kutafuta fedha, imeleta kiu kubwa kutafuta fedha. Ukikuta watu wamekusanyika wakati mwingine wanaongea mambo, kuna kipindi unaona taswira kabisa kwamba focus ya watu wale ni namna gani watapata fedha, ni namna gani anachojadili kitamuingizia fedha. Hii imeleta changamoto kwa sababu kwenye kazi zetu mbalimbali, kwenye miradi yetu, kwenye kazi za mashirika ambayo sio ya kiserikali, pengine yale mashirika ambayo hayatengenezi faida kama NGO, tumekuwa na madhumuni mbalimbali, labda ya kupunguza umaskini, labda kuboresha mazingira, kuongeza lishe kwenye jamii. Hayo malengo yanaweza kuingiliwa na kasumba ya kupenda fedha tusipoelewa vizuri. Na hapa ningeeleweka kwamba mimi pia nahitaji fedha, mimi pia napenda fedha, sote tunahitaji fedha. Hoja ninayojenga hapa ni kwamba pale ambapo tuna malengo makubwa, lazima tuzibidiishe akili zetu kufahamu kwamba hili lengo ndio ambalo linatakiwa litimie, alafu fedha tunazitarajia zije baada ya lengo. Yaani fedha huwa inakuja katikati au kule mwisho, lakini katika mjadala wetu wa mwanzo, kwenye vikao vyetu kati ya kampuni na kampuni, wadau na wadau, kwenye partnership discussion mbalimbali, tunapoitwa kutoa huduma mbalimbali, haifai tutangulize taswira au tuanze kuuliza maswali ambayo yanaonyesha tunahitaji fedha. Hiyo inaweza kuharibu ule mvuto wa maongezi, au ikafanya wale wadau ambao tunazungumza nao watuone sisi focus yetu kubwa iko kwenye fedha. Nimekutana na watu wa ngazi mbalimbali, viongozi, wafanyabiashara na wajasiriamali, hasa wale ambao wamekomaa, hasa wale ambao wako very mature kwenye industry. Huwezi kusikia haya mawazo ya fedha yanakuja mwanzoni kwenye maongezi. Haya mara nyingi yanakuja mwisho au katikati, ndio watu wanajadili kwamba labda win-win situation itakuwaje, wewe utapata kiasi gani na mimi nitapata kiasi gani. Lakini nimeexperience hivi karibuni, na ndio maana nikaona nifundishe mada hii, na naomba itusaidie, na hata kama kuna wale itakao wakwaza, tuchukulie tu kama ni positive, katika maana ya kujifunza kwamba katika mazingira ya mazungumzo yetu tusitangulize kuonyesha ama kwa maneno au kwa mifano ama kwa mafumbo kwamba sisi tuko after money, sisi tuko after money. Wako watu ambao wameshafika stage kwamba hawako after money, lakini wako after solution. Kwa mfano, mtu anakwenda kijijini, anaanzisha kikundi cha vijana labda 20. Lengo lake ni kuwakomboa wale vijana ili waweze kujitegemea kiuchumi. Anakuchukua wewe kama fundi, wewe kama mtaalamu labda wa kufundisha vijana hawa ujasiriamali. Akikupeleka pale, unatakiwa na wewe uambatane na malengo yake, kwamba kile utakachokwenda kuwapatia vijana wale kweli kuonekane kabisa kuna tofauti
kabla na baada ya huduma yako, kuonekane tofauti clear kabisa. Pengine vijana walikuwa wanakula mlo mmoja kwa siku, lakini baada ya kile ambacho wamekupeleka kufanya, sasa hivi wanapata milo miwili au wanapata milo mitatu. Labda vijana walikuwa wanakaa vijiweni, labda vijana walikuwa wametekwa na madawa ya kulevya na vitendo ambavyo sio vizuri, lakini baada ya ile project, baada ya kile ulichokwenda kuwaonyesha au kukifanya, wale vijana sasa hivi wanaonekana wako busy, wanaamka asubuhi, wamekuwa watanashati, wamekuwa smart, wamevaa vizuri, na hapo ndipo unaweza kusimama na kusema tumefikia malengo ya mradi wetu. Na hakika hapo unahitaji kulipwa, hapo una hakika ya kuiona fedha yako. Kwa fedha haitakiwi itangulie mbele, kwa sababu inaharibu malengo, inaondoa taswira ya kusudio makubwa ambayo tunatakiwa tuyapate. Na ndio maana tunapoongelea vision na mission, huwezi ukawa na vision ya kupata pesa nyingi wala mission ya kupata fedha nyingi, hautafika sehemu. Badala yake unakuwa na vision ya kuona kuna matokeo makubwa katika maisha ya watu, iwe ni kiuchumi, kijamii, kisiasa, kiteknolojia. Unataka uone yale mabadiliko makubwa kwa watu. Na sasa fedha mwisho wa siku itakuja tu kama sehemu inayo facilitate au inayo enhance achievement za hizo objective. Hili nimeliongea kwa sababu kwa nyakati tofauti nimekuwa nikishindwa kwa engage watu kwenye project zangu, kwenye kazi zangu, kwa sababu ninapoanza kupata taswira hiyo, hata kama malengo ya huyo mtu yanaweza kawa sio mabaya, lakini tukiwa kwenye mjadala na ukaanza kuniuliza kwamba nitapata kiasi gani, bila wewe kuonyesha kwamba unaleta nini kwenye ile project, ile biashara, hiyo workshop, unaleta nini ambacho transform, kitabadilisha makusudio yetu ambayo tunayapanga. Usipoonyesha hilo kwanza ukaanza kuuliza nitapata kiasi gani, huwa naangalia hata hizi timu za mpira. Mchezaji bora wa mpira mara nyingi anakuwa ameshacheza uwanjani, watu wamemuona, watu wamemkubali, wamemfurahia, wamesema huyu akija kwenye timu yetu tutashinda. Lakini hawasemi kwamba aje kwenye timu kabla ya kuanza kucheza, na yeye hawezi kusema kwamba mimi ni mchezaji bora, naomba nije kwenye timu yenu. Hapana, watu wanaona anavyocheza, anavyopiga chenga, anavyopambana uwanjani, anavyotoka jasho, kwa maana hakuna mcheza mpira asiyetoka jasho, anavyokimbia, anavyoingiza magoli au anavyozuia magoli yasiingie upande wake. Mtu kama huyo anaweza kuambiwa ni mzuri baada ya watu kumuona anavyocheza. Kwa hiyo ujumbe wangu ni kwamba tunapojadiliana kwenye biashara, kwenye miradi, kwenye initiatives mbalimbali, hata kama tunahitaji fedha sana, tusitangulize taswira ya kwamba tunahitaji fedha. Inaondoa focus, inaondoa ule uzito wa lengo ambalo wote tunalitaka. Ndio maana nikasema kwamba katikati ya mawe makubwa mara nyingi ndiko ambako dhahabu zinajificha, na katikati ya maji mengi kule ambako tunasema ni kina kikuu cha maji kule baharini, ndipo gesi ambazo zinajificha. Kwa hiyo utaona kwamba vitu vyenye thamani vinajificha kwenye mambo ambayo ni magumu, na sharti wewe sasa uweze kuondoa hayo mawe, uende kwenye kina kirefu kwenye maji kule baharini, ndio uweze kuchimba gesi. Na kumbuka, unahitaji nini? Unahitaji upate maarifa, uwe na zana za kutosha na elimu, ili uweze kwenda kule chini au uondoe yale mawe makubwa na kuikuta dhahabu. Kwa maana hiyo, ukiikuta dhahabu ni sehemu ya mali, na hii inaweza kukusaidia wewe kupata fedha. Fedha inakuja baada ya michakato kede. Na ukiwa kwenye mjadala, ukiwa kwenye interview for example na nini, unapoonyesha taswira kwamba wewe uko pale kutenda kazi kwanza, hata yule mwajiri wako anakupokea vizuri, anaanza kuwa very positive na wewe, kwa sababu anakuona na unapenda kazi. Siku moja tulitangaza nafasi ya kazi, na afisa rasilimali watu akapokea simu. Yule mtu akamuuliza, akamwambia, nimeona tangazo la nafasi za kazi, mimi nina sifa zote, naomba kujua kabla sijatuma maombi yangu mshahara ni kiasi gani. Maswali ya namna hii hufukuza bahati na yanaweza kufanya usipate pesa, kwa sababu mtu anajiuliza, kwenye interview hujakuja, hatujakuona unaongeaje, hatujajua umahiri wako, hatujajua competence zako, hatujajua ufanisi wako. Wewe unaanza kuuliza mshahara ni kiasi gani? Pengine sawa, inaweza ikawa ni swali la msingi kwa upande wa mtu anayeuliza, lakini watu wana maswali mengi sana, na mara nyingi ikitukuta kama hivi, sisi yule mtu tunakuwa na mashaka na tunaweza hata tusimuite, kwa sababu tunajua focus yake sio kazi. Kwa sababu angeweza kuuliza kwamba nimeona tangazo la kazi, naweza kuuliza swali, akaambiwa uliza, na akauliza kwamba nikija hapo kuna malengo gani mnataka mimi niyafanikishe? Yaani mngetamani nichangie nini, niache alama kwenye taasisi yenu. Na ukisikia hivyo, unaona huyu mtu kweli ana passion na sisi, na mnaweza mkamuita aje
afanye kazi na nyie. Ndio maana tunapokwenda kwenye vikao vya wadau, vya partner, tunapenda kufanya homework au assignment kwanza kabla ya kwenda kwa partner ambaye tunatamani tufanye naye kazi. Kwa sababu unaweza kwenda kwa partner ambaye yeye anasaidia watu wapate afya bora, au anasaidia watu ambao wameathirika na magonjwa mbalimbali. Na sisi kama ni watu wa kilimo, tunazalisha mboga, tunauza mbegu. Tunapokwenda kwa partner na namna hiyo, lazima tuwe tumekaa na kujifunza huyu partner anafanya nini na anahitaji nini. Kwa hiyo tukikutana kwenye mazungumzo yetu, tunachofanya ni kuangalia ni namna gani huduma yetu ya kilimo, huduma yetu ya mboga inaweza kumsaidia yeye anayefanya kazi ya kuboresha afya za watu, anayefanya kazi ya kutibu wagonjwa. Na utajua kwamba kila mgonjwa anayetumia dawa anahitaji kula. Kwa hiyo tunaweza kumwambia partner wetu kwamba tunatamani kushirikiana na yeye ili hawa wagonjwa ambao yeye anawatibu, ili wale watu ambao wameathirika, ili wale watu ambao wangependa wapate lishe, sisi tuweze kuwafundisha namna ambavyo wanaweza kuanzisha bustani zao. Lakini pia tunaweza kuwa sehemu ya kuja na kusambaza mazao ambayo tumeyalima na wao wakatumia. Kwa hiyo tunaweza kuwapa elimu kwamba wanatumia kweli dawa, ndio, ni wagonjwa ndio, lakini pengine jioni ungependa kufanya mazoezi kidogo, kumwagilia bustani pale, angeweza kufuga kuku zake kidogo pale apate protein. Sasa utaona tunatafuta synergy au tuna merge kati ya kile tunachokifanya sisi na kile ambacho ile shirika linafanya. Kwa maana hiyo wao watafikia malengo yao ya kuhakikisha wale watu wanakuwa na afya bora, na sisi tutakuwa na tumefikia malengo yetu ya kuuza mbegu. Tumefikia malengo yetu ya kutoa elimu ya kilimo. Kwa hiyo tunaungana pamoja, kila mtu na shape yake na umbo lake, tunatengeneza umbo lingine la tatu ambalo linatusaidia sisi wote kufikia malengo yetu katika win-win situation. Of course, huko mbele tutajikuta wote tunapata fedha kwa sababu malengo tumeyafikia. Sasa hii imenipa utofauti mkubwa, kwa sababu kuna kipindi kingine tulitangaza nafasi ya kazi, akaja kijana mmoja, na ilipofika wakati wa kumuuliza mshahara, yeye akasema kwamba tafadhalini sana, nisingeomba tujadili mshahara sasa. Mimi ombi langu, naombeni mnipe hii nafasi na mnipe wiki 4. Ndani ya wiki 4 tukutane mezani, tujadili, tuangalie matokeo. Hapo nitasikia amani zaidi. Na ni kweli tulipata msisimko fulani kuona kijana anasema nipeni kazi kwanza. Na tukapitia vyeti vyake, tukaangalia CV yake, tukaona anafaa. Na kuja kwenye malipo akasema tusiongee malipo kwanza, naombeni wiki 4. Naombeni wiki 4 tufanye kazi, tutakutana mezani, tutajadiliana. Ninapoongea hivi sasa, huyu kijana yupo kazini na anaendelea kufanya kazi, na tulishakubaliana mshahara, kwa sababu baada ya wiki 4 tuliona kile kimbunga cha kazi ambacho alikifanya. Tuliona ile tifutifu la majukumu aliyofanya ambalo limetusaidia kufikia malengo yetu. Kwa hiyo unapotamani fedha, tunapohitaji fedha, na wengi wetu tunahitaji fedha, tujizuie kwa kutumia maarifa kwamba tunapotafuta fedha, wale ambao tunashirikiana nao, iwe ni kwenye kuuza vitu, usionyeshe kwamba unataka tu mtu anunue hata kama kitu pengine yule mtu hakihitaji, au huna uhakika wa maelezo yako unayotoa kuhusu kile kitu. Yaani unaongea maneno mengi sana ili mtu anunue kitu, lakini you are not sure about the quality, about the content of the product, na hujui kwa kiasi gani kitamsaidia yule mtu. Sasa hii baadaye inamfanya baadhi ya mtu ajue huyu anataka pesa yangu, lakini hajaingia kwenye viatu vyangu, hajavaa viatu vyangu kujua kwamba na mimi nina changamoto gani, na mimi ninataka nini. Na ndio maana baadhi ya watu wanaouza wanasema mimi namshawishi mteja. Kwenye kuuza hatusemi tunashawishi mteja, hatuconvince customer, lakini tunamueducate customer au ni thamani ya product au service ambayo tunatoa, au ni value ya ile product, alafu aelimike, alafu anunue. Hiyo ndio kazi kubwa ya sales. Mtaalamu mmoja alisema kwamba kama unataka kukamata kipepeo, usianze kukimbiza kipepeo, kwa sababu hutamkamata, utachoka na unaweza ukaanguka, ukaumia na usimpate. Lakini ukitaka kukamata kipepeo, tengeneza bustani nzuri ya maua. Watakuja vipepeo wengi wenye rangi mbalimbali na watatua kwenye bustani, na wewe taratibu utachagua kipepeo unayemtaka. Mimi pia ningekusihi leo, unapotafuta fedha, tengeneza bustani yako. Onyesha umahiri wako, ufanisi wako, ubunifu wako. Onyesha unavyojitoa mzima kwa moyo. Utaona fedha itapatikana. Ninakushukuru kwa kipindi hiki cha leo. Hii ni Dr. Peter Mkufi Initiative. Tukutane tena siku ya Jumatano, tujifunze zaidi kuhusu kipato na fedha. Kesho tutamka na mada nyingine mpya kabisa. Usisahau kutuma namba yako ya WhatsApp kama haupo kwenye grupu la mkufunzi,
Na kama una ndugu na jamaa ambao nao ungependa kufuatilia mafunzo haya, usisahau kuwajulisha kwamba watume namba yao ya WhatsApp kwenda namba 0786202202. Asante, nikutakie wakati mwema, na usisite kuniuliza kama una maswali na kama ungehitaji ufafanuzi zaidi. Nitafurahi nikiona na wewe unafanikiwa na elimu hii na unapiga